salama. Mwenyezi Mungu ni heri katufikisha hapa salama na leo tuko kwenye umefanikiwa kuwa mabingwa na leo ni siku ya paredi mkifurahia yako bingwa ambao umeweza kubeba. Kuelekea kituo mpaka hivi sasa maandalizi yanaendaje? Maandalizi yapo kwa asilimia 50 kwa sababu mechi inaendelea, tuna wachezaji wapo kwenye majaribio, tumekuwa nao kwenye mazoezi kwa muda wa siku 5. Kwa hiyo tunataka kuangalia kupata elimu ambayo inaweza kutusaidia kwenda wefu, lakini pia tutafanya media tour kwa ajili ya kuweza kujua sehemu gani kuna wachezaji wazuri ili tuweze kufika kama ili kuweza kufanya tafuta vipaji vilivyo halisi. Mpaka hivi sasa timu inaonekana kucheza, lakini bado kwenye eneo la forward kuna changamoto ya kutengeneza nafasi nyingi, lakini kuzitumia imekuwa ni tatizo. Tarajia kuona tafuta striker mwenye ubora mkubwa, kwa sababu ili uweze kufanya vizuri uende kwenye hatua inayotakiwa kwenda, lazima timu itengeneze nafasi na ifunge. Kwa hiyo changamoto, na hivi sasa kujaribu kuangalia sio wapi, sio ligi, sio CAF, sio wapi, kote kuna changamoto ya kutafuta striker. Kama coach umeandaa mbinu gani kisha kwamba timu inacheza na inapata matokeo? Cha kwanza nina striker kiongozi Aguero Pele, nadhani nimeona ni striker ambaye anafusi, lakini nina Isa Ramadhani na nimeweza kuleta striker wawili, mmoja kutoka hapa na Konde ambaye tunahitaji kumsajili, ni ana miaka 19, lakini pia tunaangalia majaribio, lakini kuna Gabriel ambaye ametokea mkoa wa Mbeya, naye pia tumeweza kumsajili. Usajili wao umeingia moja kwa moja, lakini kuna striker watatu ambao wametokea Sumbawanga, nao tunatakiwa tuangalie kwa hali na mali. Kwa hiyo nadhani benchi la ufundi lilikaa na watu wengi walitushauri kuhusu upande wa striker. Inatakiwa upate striker mwenye utimamu, sio wewe wa kuandaa. Sasa hiyo kwetu imekuwa ni changamoto sana. Unaweza kukuta sasa hivi chimbuko kubwa la vijana ni kuwa striker, kuwa fullback, kuwa wingback, hata mawinga, attacking wing na attacking midfield wengi sasa hivi. Lakini leo nimeweza kukosa mchezaji wangu muhimu Richard Msukwa ambaye amepata majukumu mengine na yeye ameenda kujaribu bahati yake sasa. Tutamwambia kila heri, basi akifanikiwa Nongwa inakuwa imefaidika kwa namna moja au nyingine. Mpaka kwenye issue ya usajili, ukiwaelekeza viongozi wanakutimizia wale wachezaji ambao unawahitaji kwa wakati? Of course yes, wanatimiza, na ndio maana umeona mpaka leo wameweza kugharamia wachezaji kutoka Sumbawanga, kutoka Mbeya, sisi mpaka Ubaruku waweze kuja wafanye majaribio. Bila ni mchezo wa wazi, kama wataweza kufuzu basi tutakuja kutoa hapa, basi na wenyewe watafanyaje, na wenyewe watasajiliwa. Lakini kwenye uongozi wangu pia naupongeza, lakini napenda kushauri kwa namna moja au nyingine wajitahidi kuangalia vitu vinavyoleta hamasa zaidi katika timu kuliko kubezi sana hamasa yenyewe. Mimi nawapenda sana mashabiki wa Nongwa, na ndio maana kwenye mchango huwa wafanye huwa hawasiti, lakini morali ya timu huwa inaanza ndani ya timu pamoja na benchi nzima. Kwa hiyo nilikuwa naomba viongozi wa sasa hivi washikamane na benchi la ufundi. Inaweza isiwe mimi, sababu kuna ofa mbalimbali ambazo kutoka kanda, kutoka sehemu nyingine. Inaweza isiwe mimi, lakini akaja mtu mwingine ambaye nitamwachia ripoti. Neno lipi sasa la kuambia mashabiki wa Kijiwe Nongwa huko anapoelekea kituo na timu ya Kijiwe Nongwa? Mimi nawatakia kila lenye heri, sababu mimi ndio naandaa timu, ndio maana nikazungumza vitu vingi. Mimi nitaiandaa timu. Kama kuna mtu atakuja kunipokea kutokea hapa kuelekea, basi nitamwachia, lakini kama nitakwenda na mimi na timu, nadhani wewe unanijua mimi ni mwenye falsafa ya ushindi. Ndio maana umeona hata leo hii mimi hapa tena nimekuwa bingwa, sio kubahatisha. Mpira ni mchezo wa wazi. Kwa hiyo nimejiprove mpaka sasa katika songo hii. Labda kama kuna kocha ambaye anataka kushindana na mimi aje aombe mechi. Kocha, shukrani sana. Karibuni sana. Leo tuna sherehe pia, tumechinja ng'ombe, kuna mbuzi wawili, utachagua aidha mbuzi au ng'ombe. Lakini pia kuna wali, kuna namna yote ambayo tunaweza tukaifanya. Leo inafanyika hapa uwanjani. Inafanyika hapa. Big up sana. Mimi nawashukuru sana Kijiwe Nongwa, wamenipa big time kwa msimu niliokuwa nao, wameniongezea madaraja, wameniongezea Sivinge, kwa bondia ningekuwa na nyota 3. Shukrani sana.
Yes bana, hapa nipo na mchezaji wa Kijiwe Nongwa. Kwanza napenda tuambie anaitwa nani na anajiandaaje na timu yake kwenda katika kituo cha CAN. Kwa jina naitwa Mohamed Kajuja. Kwanza tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu ili tunashukuru uongozi kwa sapoti pamoja na mashabiki kufanikisha kufikia. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kwenda kwenye ligi ya kanda. Tunawaahidi na mkoa wa Songwe kufanya vizuri. Unajisikiaje sasa kuwa kwenye timu ambayo inafahamu vizuri ndani ya mkoa wa Songwe? Najisikia faraja sana kwa sababu kila mchezaji ndoto yake ni kwa kucheza timu ambayo inafanya vizuri na mabingwa. Najisikia vizuri hii ya Kijiwe Nongwa, najisikia vizuri kuitwa bingwa katika mkoa wa Songwe. Una raha kuitwa bingwa? Najisikia faraja sana na tunawaahidi wana mkoa wa Songwe wote watusapoti na tunawaahidi tutafanya jambo kubwa zaidi ya hili. Sisi kama Kijiwe Nongwa tumejiandaa kufanya vizuri zaidi ya hapa, yani tunahitaji sapoti kwa wanasongwe wote watusapoti vijana wao, na imani tutafanya vizuri na Mungu atatusimamia inshallah. Shukrani. Asante.